huwezi kuona akitukana hadharani, akitoa lugha zenye ukakasi hadharani hata siku moja. Lakini wenzetu wa vyama vingine matusi ndio ajenda yao, wakiamini kwamba inawapa umaarufu wa kisiasa, lakini wanamomonyoa maadili ya taifa letu. Kiongozi, mjumbe wa kamati kuu, unapotoa lugha ya matamshi kwa umma kwenye mikutano yetu, tuna watoto wanashiriki, wanasikia, maana yake tunaharibu hiki kizazi. Sasa ni washauri vyama vingine wenzangu watumie lugha za staha, kikiwemo Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinaongoza kwa kutukana matusi katika majukwaa ya kisiasa. Sasa wanaandaa taifa la vijana ambao watakuja kuwa hawana maadili. Lakini jambo lingine ninalopenda kulisema, CCM ikiandaa kiongozi akitoka kwa umma, anakuwa ni kiongozi anayeeleweka, ana heshima, anajua nini aseme, nini asiseme, nini afanye, nini asifanye, na watu wanakuwa tayari kuweza kumsikiliza, tofauti na vyama vingine. Ndio maana wanaposimama viongozi wa Chama cha Mapinduzi waliopitia kwenye maadili mazuri, malezi mazuri ndani ya chama hiki, wakitoa hata speech, unasema kuna kiongozi amesimama. Sasa wenzetu wakiona mtu ni mnene, wanasema tumpe ubunge, huyu mnene atatosha kwenye kiti cha bunge. Wakiona mrefu, wanasema tumpe udiwani, atatosha udiwani. Au wakiona mfupi sana, wanasema huyu tumpe hata ujumbe wa serikali za mtaa. Sasa hicho ni chama au ni kikundi? Chama lazima kiandae viongozi, na hiyo kazi Chama cha Mapinduzi kinafanya na kitaendelea kufanya. Ndio maana hata mimi nikizungumza hapa mnasema kiongozi amefanya, amesema. Kwa nini? Moja, amepita kwenye tanuru la umoja wa vijana, tumeanzia kwenye kata kule, tumeenda kwenye matawi, tumetoka pale tumeenda vyuo vikuu, nimekuwa waziri mkuu pale wa chuo kikuu cha Iringa, nimetoka pale nimekuwa katibu mkuu wa vyuo vyote Tanzania kwa maana ya TAHLISO, nimetoka pale nimegombea udiwani, nikashinda kura za maoni, uchaguzi mkuu sikushinda. Nimetoka hapo nimekuwa kiongozi wa CCM wa mkoa, nimemaliza, nimeenda kukimbiza mwenge wa uhuru kitaifa, nimefanya kazi miezi 7 usiku na mchana, tumemaliza, nimekuwa mkuu wa wilaya ya Arusha, nimeenda kuwa mkuu wa wilaya ya Rama Singida, nimetoka nimekuwa katibu mkuu wa umoja wa vijana wa CCM taifa, nimerudishwa tena kuwa mkuu wa wilaya Urambo, nimekuwa mkuu wa wilaya kule Songwe, wilaya ya Momba Tunduma. Baadaye nimetoka nimekuwa mkuu wa mkoa Simiu. Nimekaa Simiu mwaka na miezi kadhaa, nimekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Nimetoka Arusha nimekuwa mwenezi wa chama hiki. Sasa ukisimamisha mimi na bwana Heche, hata kwa experience kweli, yani unaweza ukachambua kitu gani? Yeye mwenyewe anajua, ndio maana hata kwenye mdahalo hataki. Juzi ameulizwa, bwana mdahalo vipi? Anatoka nje ya key. Sasa mi bado namhitaji, mwambie namhitaji, tukae tuzungumze ili tujenge hoja ambazo zitakuwa na maslahi mapana kwa taifa. Kwa hiyo chama hiki kinaandaa viongozi. Wenzetu wanaokoteza viongozi. Na kuleta ushahidi, msije mkashangaa, 2015 tuliwaazima mzee Lowassa, nafikiri mnakumbuka. Kwa hiyo hata 2030 msije mkashangaa tukawaazima tena mtu mwingine kule. Hawana watu wa kukompiti na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo chama hiki kitaendelea kulea vyama hivi vingine kuhakikisha kwamba tunajenga taifa imara lenye upendo, umoja na mshikamano. Lakini juzi wakati ndugu Heche, rafiki yangu niseme kaka yangu, anazungumza, ndugu Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, alisema kwamba chama pekee ni Chadema. Lakini mimi napenda tu kumwambia kwamba CCM ina mfumo imara wa uongozi kama nilivyoufafanua. Tumeanzia chini, shina, tumeenda tawi, tumeenda kata, tumeenda wilaya, tumeenda mkoa, tumeenda taifa. Ni chama taasisi. Chadema chama taasisi. Chadema ni kikundi tu cha watu wanne. Ndio maana hata kwenye mikutano yao ya siasa mnaona wanabebana wote kama kundi. Wanaenda huko, unamkuta pale Heche, unamkuta katibu mkuu Mnyika, unamkuta yule kijana mdogo huyu wakili sio anaitwa nani, jina lake simfahamu vizuri, unamkuta yule dada yule anaitwa nini, fedha za zamani zinaitwaje hizi nini sijui, rupia. Yes umenisaidia, huyo sijui rupia. Unamkuta Boniai, unamkuta msanii wa mziki Sugu, wako pale wote wanahubiri, wanasema. Sasa sisi tunafanya wenyewe, ni mwenezi peke yake, hajaambatana na yoyote, lakini jasho kule linawatoka. Na hatutumii matusi, tunajenga hoja, tunasema sera, Watanzania wamejaa, na hatufanyi mikutano sokoni kama wao au kwenye kujibanza kwenye uchochoro afu wanapiga zile picha za kulala hivi, yani vichwa tu, uoni matumbo wala nini. Sasa hii ni tofauti ya CCM na hivi vyama vingine.
Sisi tuna experience ya uongozi na Watanzania wanajua kwamba chama kikubwa ni kipi, wala hatutumii nguvu kusema CCM ni chama kikubwa. Sisi tupo ni baba. Sasa mtoto anapohangaika kukua naye anasema na mimi siku nitakuwa baba. Okay, ni sawa, lakini bado tunaendelea kuwalea. Kwa hiyo ndugu Heche ajue CCM ni dude kubwa sana, ni chama kikongwe, ni chama ambacho kina historia na Watanzania. Huwezi kuongelea maendeleo yoyote ya nchi hii bila kutaja CCM. Ukiona lami yoyote ya Tanzania jua ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Ukiona umeme unawaka popote ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Ukiona vyuo vikuu vimejengwa Chama cha Mapinduzi tangu uhuru, ni sisi ambao tunaongoza nchi hii. Kwa hiyo haya maendeleo yote huwezi kuyasema bila kutaja Chama cha Mapinduzi. Hata uwepo wa Chadema ni kwa sababu ya Chama cha Mapinduzi, maana ndio tuliruhusu 92 mfumo wa vyama vingi, japo Watanzania wengi walikataa mfumo wa vyama vingi. Mwenyekiti wa CCM wa wakati huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akasema twendeni kwenye mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo toka 95 tunawachapa, 2000 tunawachapa, 2005 tumewachapa, na 10 tumewachapa, 15 tumewachapa, 20 tumewachapa, 25 tumewachapa, na 30 tutawachapa, 40 tutawachapa, na wao wanajua kwamba hawa jamaa wana uwezo wa kufanya kazi na ikaleta matokeo. Kwa hiyo hilo nilipenda nimtaarifu ndugu yangu kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama taasisi. Lakini jambo lingine, mifumo yetu ya kiuongozi kuanzia shina inatusaidia kupeleka taarifa kwa wakati. Kwamba taarifa ikitoka taifani inashuka mkoani, inashuka wilayani, inashuka katani, inashuka tawini, inaenda kwenye shina ndani ya sekunde chache kwa sababu ya leadership. Kwa hiyo mnaweza mkaona waandishi wa habari coordination nzuri ambayo iko hapo. Lakini jambo lingine, sisi sio chama cha matukio. Sisi ni chama cha kazi muda wote. Hatupelekeshwi na ajenda za matukio. Wakati ule rais wa Venezuela amekamatwa, ilikuwa ndo ajenda ya Chadema. Iran ilipoanza ndo ajenda ya Chadema. Imetokea sijui kuna gari huko likipata pancha wanabeba, hiyo ndo ajenda yao. Sasa huelewi wana dira ipi, wana sera zipi, hujui yani kwamba hawa wanataka. Mimi nawaambia leo na nyinyi ni mashahidi, hata hichi ninachokiongea leo hiki kitakuwa ni ajenda yao, kwa sababu hawana ajenda. Kama naongea uongo mtaniambia, labda waone aibu sasa kuniandika kwa kuwa nimesema hivi. Lakini utaona wote pale wameanza kunitukana, na mimi napenda kutukanwa kwa sababu unapomtukana chifu maana yake unajitafutia laana tu. Kwa hiyo hilo alinisumbui. Lakini jambo lingine nalopenda kulisema ni kwamba Chadema kimetoka kuwa chama cha siasa, limekuwa ni kundi la wanaharakati. Wanaendeshwa na remote. Yaani anachokisema Maria Sarungi ndio anachokifanya Heche. Anachokisema Maria Sarungi ndio anachokifanya yule nani yule. Huyu nani huyu? Huyo Sugu sijui. Chochote wanachosema wale wanaharakati ndio hao viongozi wametekwa humo wanafanya hayo mambo. Sasa hiki sio chama cha siasa, ni kigenge na kikundi ambacho kimepoteza focus. Mimi ni waombe ndugu zetu wasema warudi kufanya siasa za kistaarabu. Tunapenda ushindani ambao una tija. Tusifanye ushindani ambao hauna tija. Lakini tufanye ushindani wa kuijenga nchi, sio kuibomoa nchi. Tufanye ushindani wa kuunganisha Watanzania, sio kuwatenga Watanzania. Lakini tusitumie harakati kuharibu nchi alafu tutumie fursa hiyo kujijenga kisiasa. Hiyo ni dhambi na sio jambo zuri. Kwa hiyo wenzetu tunawataka tufanye siasa za kistaarabu, na ndio maana kuthibitisha hilo mimi bado nasisitiza waandishi wa habari, nisaidieni kuniitia Heche, Sugu, Lema, Boniai na Wahaji kwenye mdahalo. Wao wawe wote peke yangu. Nataka tukae mezani. Bado ninawaomba sana na Watanzania wanisikie kwamba na wahitaji niwaeleze CCM imefanya nini, na wao wakosoe na niwape data na majibu na takwimu, kwa sababu najua pale hakuna mtu anayejua chochote. Waje tukae tuzungumze. Lakini jambo lingine, walikuwa wanasema watu kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama cha wazee. Tunakubali ni chama cha wazee na hakuna dhambi katika uzee. Na nyinyi mlioko hapa mna babu zenu ambao wamezaa wazazi wenu. Kwa hiyo ukiona mtu anadharau wazee anatafuta laana pia. Kwa wazee ni muhimu katika ustawi wa chama. Na jambo lingine, ukiona chama pia hakina wazee ni genge la wahuni, kwa sababu
Ikitokea changamoto wanasuluhishwa na nani? Hata wakati wa kuoa nyinyi mnafahamu, ili upate mke lazima upeleke mshenga, mtu mzima. Peleka mtu aliyenyoa kiduku kama utapewa mke. Sasa wenzetu wanatukana wazee. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tutawalinda wazee kwa nguvu zote, tutawaheshimu na tutashirikiana nao katika kujenga taifa moja na taifa imara. Lakini pili, chama hiki ni chama cha watu wote, sio wazee. Hiyo ni kete tu ya kisiasa wanaongea wakihisi labda sisi tunaogopa. Hapana. Huyu anayezungumza hapa ni kijana. Kwa lugha ya vijana wa kawaida tunasema huyu ni msela, yani mimi ni msela. Kwamba niko hapa na ninazungumza safi kabisa. Kwa hiyo chama hiki ni kimbilio la vijana. Nenda kwa wakuu wa wilaya vijana wamejaa, wakuu wa mikoa vijana wamejaa, mawaziri vijana wamejaa, manaibu waziri vijana wamejaa. Chama hiki ni chama cha kila mtu, lakini kina mama wapo ndani ya chama hiki. Sasa Chama cha Mapinduzi kinazidi kusisitiza kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo kiheshimu wazee wa nchi yetu, kiheshimu wa Tanzania na kihakikishe tunaungana kuhubiri amani, umoja, mshikamano na haki ndani ya taifa letu. Kwa sababu tofauti na hapo watakuwa wanafanya vitu ambavyo sio vizuri sana. Hivyo ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.